Tusome kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 25 kuanzia mstari wa 32 hadi 35. Neno la Mungu linasema hivi: naye Daudi akamwambia Abigaili, na ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli, ambaye amekuleta hivi leo kunilaki. Na ibarikiwe busara yako, na ubarikiwe wewe uliyenizuia hivi leo nisimwage damu, wala kujilipiza kisasi kwa mkono wangu mwenyewe. Kwa kuwa ni kweli aishivyo Bwana Mungu wa Israeli, aliyenizuia nisikudhuru, kwamba hungefanya haraka kuja kunilaki, hakika huyu Nabali asingeliachwa hata mtoto mume mmoja kutakapopambazuka asubuhi. Basi Daudi akapokea mkononi mwake vitu vile alivyomletea, akamwambia, haya, kwea kwa amani kwenda nyumbani kwako. Tazama, nimeisikiliza sauti yako, nami nimeukubali uso wako. Damu ya Yesu Kristo. Mungu kupitia mtume Petro anasema kwa habari ya Wakristo, anatuambia kwa habari ya watoto wana wa Mungu kwamba wakati uliopita tulipokuwa hatuna Yesu Kristo ulikuwa unatosha kabisa kwa dhambi. Tulikuwa tukienda gizani, tulikuwa tunaishi gizani, matendo machafu, matendo ya giza. Anasema wakati huo uliopita unatosha kwa dhambi. Damu ya Yesu Kristo. Hapo tulipokuwa hatumjui Yesu Kristo, tulipokuwa hatuna Mungu, Yesu Kristo bado haishi ndani yetu, tulikuwa wenye dhambi, matendo yetu yalikuwa machafu, matendo ya giza, chini ya Ibilisi. Kwa hiyo wakati huo unatosha kwa dhambi. Lakini wakati huu ambao sasa tumekuwa wana wa upendo, wana wa Mungu, wana wa mchana, wana wa nuru, huu ndio wakati pekee unaotosha kwa kutenda mema. Damu ya Yesu Kristo. Huu wakati ambao sisi tuko chini ya Yesu Kristo ndio wakati wa upendo, wakati wa kutenda mema, wakati wa dhambi umepita. Kwa sababu gani? Yeye aliyetufanya kuwa wana wa Mungu ni upendo. Na kwa kuwa yeye anaishi ndani ya mioyo yetu, sisi ndio wakati hasa wa kutenda matendo mema ya upendo kama yeye alivyo upendo. Damu ya Yesu Kristo. Mtume Petro anasema kwa kuwa sisi ni wana wa upendo, tunatakiwa kuishi kwa tabia ya uungu, kwa sababu Mungu ni Mungu na Yesu Kristo ni Mungu, yeye ndiye Bwana wetu. Kwa hiyo tunatakiwa kuishi kwa tabia ya kimungu. Katika imani yetu tutie wema. Damu ya Yesu Kristo. Katika hiyo imani yetu kwa Yesu Kristo, basi tuongeze wema wote, yaani upendo. Katika imani yetu tuongeze upendo kwa ndugu zetu. Hii ndiyo tabia ya watakatifu. Tabia ya watakatifu ni kuishi kwa tabia ya upendo kama Yesu Kristo, kama Mungu mwenyewe. Kwani lazima watoto wa Mungu waishi kama Mungu, wafanye kama Mungu, watende kama Mungu. Hawa ndio watoto wa Mungu. Kama hatuishi kama Mungu mwenyewe anavyoishi, ina maana tunaishi kama Ibilisi anavyoishi. Kwa hiyo sisi tutakuwa tunaonekana kama watoto wa nyoka, lakini sisi ni watoto wa Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaishi kama Mungu anavyotaka. Damu ya Yesu Kristo. Sisi sio watoto wa joka, hata tuishi kwa matendo ya giza, matendo mabaya. Sisi ni watoto wa nuru, tunaishi kwa matendo ya nuru ya upendo. Damu ya Yesu Kristo. Upendo ni nguvu. Upendo ni nguvu ya kuzuia ghadhabu ya Mungu.
Upendo ndio kifuniko pekee cha kuweza kufunika uovu na makosa tunayoyatenda kila siku, kwa sababu sisi katika mwili huu tunakengeuka. Kwa sababu ya udhaifu wa mwili tunakengeuka. Kwa hiyo kama tunakengeuka katika mambo mengi, labda katika kunena, katika kufikiri, katika kutenda. Kwa hiyo kwa kuwa tunakengeuka kila siku, Mungu atakapoona upendo wetu kwa ndugu zetu mbele zake, basi upendo huo una nguvu kuzuia ghadhabu ya Mungu. Damu ya Yesu Kristo. Upendo ndio kitu pekee cha kuweza kusitiri uovu na makosa na dhambi za kila siku. Upendo. Kwa hiyo kama kila siku tunatenda maovu, pia tunakengeuka katika mwili huu wa nyama, kwa sababu ni mdhaifu. Tunakengeuka katika mambo mengi, katika kumuuzi ndugu yako, katika kusema vibaya, katika kunena, katika kutenda, katika kuwaza. Basi upendo ndio silaha pekee, nguvu ya kuyeyusha hayo mambo machafu yanayotujia. Damu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 anasema, kuanzia mstari wa 24-25 anasema, nanyi msalipo basi hakikisha msameheane. Mkiwa na jambo na mtu yoyote, na ndugu yako na jirani yako, basi lazima msameheane, lazima usamehe. Kwa nini? Anasema ili na Baba yako wa mbinguni naye akusamehe wewe makosa yako. Kwa hiyo ndugu yangu amenikosa, lakini ukumbuke na wewe katika mwili huu unakengeuka, na kama unakengeuka, basi ujue kumsamehe mwenzako ili Baba naye akusamehe wewe. Damu ya Yesu Kristo. Kama sisi tuna neno na ndugu yetu, tumemkosa au ametukosa, basi lazima tusameheane ili na sisi Mungu atusamehe maovu yetu. Hii inamaanisha nini? Katika mwili huu, ingawa sisi ni wana wa Mungu wenye haki kwa njia ya imani, lakini katika mwili huu tunapoishi hapa duniani tunakengeuka. Kwa hiyo kama tunakengeuka, kitu cha kufunika, cha kusitiri uovu wetu, makosa yetu, si kitu kingine bali upendo. Na upendo ndio tunasamehe wengine, upendo tunavumilia, upendo tunasamehe wengine. Upendo ni kumwombea ndugu yako na kumsamehe adui yako kila siku. Upendo uchukue nafasi kwenye maisha yetu. Damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo anajua kwamba upendo ndio kitu pekee cha kufunika, cha kusitiri uovu wetu. Ndio maana akatuambia hivi, pendaneni. Wakati ukiwa ukisali nawe una neno na ndugu yako, basi hakikisha lazima umsamehe ili na wewe usamehewe uovu wako. Maana yake unapomsamehe ndugu yako, unapomtendea mema ndugu yako au adui, unapomsamehe adui yako, hii inamaanisha nini? Umefanya matendo ya upendo, matendo mema ya upendo ambayo Mungu akiyatazama anafuta uovu wako, anakupenda kwa kuwa una upendo wa Mungu wa Yesu Kristo ndani yako. Damu ya Yesu Kristo. Imani yetu, tumaini letu. Hii ndiyo sababu Yesu Kristo kutuambia pendaneni, uwe una msamaha kwa ndugu yako. Damu ya Yesu Kristo. Tusome mara moja Marko 11 mstari wa 25. Mungu anasema hivi, nanyi kila msimamapo na kusali, sameheni mkiwa na neno juu ya mtu, ili na Baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu. Lakini kama ninyi hamsamehe, wala Baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu. Damu ya Yesu Kristo. Kama tunafanya ibada, wewe unajua ni mcha Mungu, basi lazima uwe na upendo wa kusamehe ndugu, wa kusamehe jirani, wa kusamehe adui anapokutendea vibaya. Uwe na hii tabia ya Mungu ya kusamehe wengine, ili wewe ukiwa mbele za Mungu katika ibada, maombi yako yasizuiliwe, sala zako zisizuiliwe.
Lakini kama wewe hufanyi msamaha kwa wengine, huwezi kusamehe wengine, huwezi kusamehe adui yako, huwezi kusamehe jirani yako, hii inamaanisha na Mungu naye hawezi kukusamehe wewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu hutakuwa na upendo wa Mungu. Manake ndani yako Mungu akiangalia huna upendo wa Mungu. Kwa sababu gani? Unawapenda watu ambao wewe unawapenda, lakini huwezi kuwapenda ndugu au adui anayekuchukia. Kwa hiyo upendo wa Mungu ni kumsamehe ndugu yako na kumsamehe adui, kumpenda ndugu yako na kumpenda hadi adui. Huu ndio upendo wa Mungu. Kwa hiyo wewe hujui kusamehe, hii inamaanisha na wewe pia katika maovu, katika makosa huwezi kusamehewa na Mungu. Kwa hiyo makosa yako wewe, dhambi zako wewe unazotenda kila siku hapa duniani zinasitirika, zinafunikwa kwa upendo wa Mungu kwa ndugu yako, damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ukiwa na upendo unasitiliwa makosa yako, unafunika makosa yako kupitia amri ya upendo. Kwa hiyo wewe ukisamehe, Mungu anakusamehe wewe, damu ya Yesu Kristo. Tunakosea sana kwa mambo mengi, kunena, kutenda, kuwaza. Kama tukisamehe wengine, hii umefungua mlango wa wewe kusamehewa uovu huo. Ndiyo maana Mtume Petro anasema jitahidini katika upendano, kwa sababu upendo ndio kusitiri dhambi zako. Tusome mara moja waraka wa kwanza wa Petro sura ya 4 mstari wa 8. Anasema hivi: zaidi ya yote iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendano husitiri wingi wa dhambi. Alafu anasema 9, mkaribishane ninyi kwa ninyi pasipo kunung'unika. Upendo husitiri wingi wa dhambi. Yesu Kristo anasema mkiwa katika kusali, ukiwa na neno na ndugu yako, samehe ili na wewe usamehewe, damu ya Yesu Kristo. Hakuna kitu kingine kinachoweza kupunguza na kuondoa na kuzuia ghadhabu ya Mungu isipokuwa ni upendo peke yake. Tunakosea mengi, tunakengeuka mengi, lakini kama ukiwa na upendo kwa ndugu, ujue umezuia ghadhabu ya Mungu. Kwa hiyo ni upendo peke yake, upendo wa Kristo kwa jina la Yesu Kristo ndio unaoweza kuzuia ghadhabu ya Mungu, ndio unaoweza kuwa kifuniko cha maovu na dhambi tunazotenda kila siku. Upendo, kumpenda jirani yako, kumpenda ndugu yako, kumpenda hadi adui anayekuchukia, anayekulani, wewe mbariki na kumwombea. Upendo husitiri uovu, huzuia ghadhabu ya Mungu kwa ajili yako. Kama Mungu alikughadhibikia, basi ni upendo peke yake kwa jina la Yesu Kristo unaweza kuzuia ghadhabu ya Mungu kwako, damu ya Yesu Kristo. Siku moja Mfalme Daudi, masihi wa Mungu, wakati akitangatanga huku na kule, akifukuzwa na Sauli mfalme, yuko nyikani, akasikia kuna mtu mmoja yuko katika eneo la Karmel anakata manyoya ya kondoo. Yeye ni tajiri, mtu mkubwa anayesifika, anayejulikana, mtu mwenye heshima zake, ana mali nyingi, ana kondoo wengi na mbuzi wengi na wanyama wengine wote. Yuko kule na watumishi wake, anakata manyoya kondoo. Daudi akatuma watumishi wake 10 kwamba nendeni kwa huyu mtu, na huyu mtu jina lake Nabali. Akamwambia nendeni mkamsalimie, mkaseme mwanao Daudi anakusalimia, mkampe amani. Tena mkamweleze kwamba tulipokuwa na watumishi wako huko Karmel, huko katika nyika,
Tuliwatunza vizuri walipokuwa wanachunga mali zako, walipokuwa watumishi wako huko wanachunga kondoo zako. Sisi tuliwalinda, tuliwapa kila kitu walichokuwa wanataka, hawakupungukiwa na kitu. Chakula tuliwapa, maji tuliwapa, ulinzi tuliwapa, tulitenda mema, wala hawakupoteza kitu hata kimoja kilicho cha kwako, wala wao wenyewe. Kwa hiyo Bwana, tunakuomba, tuna njaa sisi, naomba uwape chochote kilichopo mkononi mwako, uwape hao vijana, umsaidie mwanao Daudi. Lakini huyu Nabali anajulikana kuwa yeye ni mtu wa hovyo, asiyefaa, hana upendo wa Mungu. Ingawa anamjua Daudi ni masihi wa Mungu, lakini yeye hana upendo ndani yake, ni muovu. Na mke wa huyu Nabali anaitwa Abigaili, lakini Abigaili anaonekana ni mtu mzuri, mwema, mwenye tabia nzuri ya kimungu, anao upendo ndani yake na ni mzuri kwa sura. Kwa hiyo huyu Nabali aliposikia kwamba hawa watumishi wanasema kwa habari ya Daudi, akasema, Daudi ni nani na mwana wa Yese ni nani? Siku hizi watu wengi wanawakimbia mabwana zao, wanataka kujitawala wenyewe. Siwezi mimi nikachukua mikate yangu niliyoiandaa kwa ajili ya watumishi wangu na nikachukua nyama nilizozichinja hapa na vyakula vyangu vingi nimpe huyo mtu. Nimechinja kwa ajili ya watumishi wangu wanaonifanyia kazi hapa. Siwezi kutoa chakula mimi kwa ajili ya hao watu. Siwezi kutoa maji kwa ajili ya Daudi. Daudi ni nani? Damu ya Yesu Kristo. Huyu Nabali anamtukana Daudi, anamtukana Daudi na watumishi wake Daudi. Wale watu wakatoka wakaenda zao, wakarudi kwa Daudi, wakaenda kusema, Bwana ametutukana, amesema Daudi ni nani, mwana wa Yese ni nani? Siwezi kutoa chakula changu, maji yangu kuwapa hao watu, siwajui mimi. Siwezi kutoa vitu vyangu mimi niwape watu ambao nisiowajua. Siwezi kufanya huo upuzi. Basi Daudi akasema, haya, fungeni panga, twendeni. Chukueni panga, twendeni. Akachukua watu 400, akafunga panga, akaenda. Akachukua watumishi 400, akaenda, anafunga, naenda kuangamiza mji wa huyu mtu tajiri Nabali na watu wake wote na watoto wachanga na ng'ombe na kila kitu alicho nacho, anaenda kuua. Daudi anasema, nilimtendea mema, yeye ananilipa mabaya, basi Mungu na anifanyie hivi, wakafe wote. Wanaenda kufa wote. Akawa naenda huko. Wakati huo mtumishi wa Nabali aliye karibu na Abigaili mkewe anamwambia mkewe kwamba bwana wetu sio mtu mzuri, ni mtu asiyefaa. Daudi alituma watumishi wake kuja kuomba chochote, kuomba chakula, kuomba maji ya kunywa, lakini bosi wetu huyu, bwana wetu huyu amewatukana, amemtukana Daudi, amewatoa mikono mitupu. Na sasa ujue wewe Abigaili kwamba mabaya yamekusudiwa. Ufikiri namna utakavyofanya, ila mabaya yamekwisha kusudiwa, kwa sababu bwana wetu huyu Nabali hana tabia nzuri, ni muovu asiyefaa. Na Abigaili aliposikia hayo, akaamua kuandaa chakula. Akaandaa mikate 200, akaandaa mikate ya tini 200, akaandaa vishada vya zabibu 100 na kondoo 5 wamefanywa vizuri na vyakula vingine. Akasema, twendeni, twendeni. Akachukua na watumishi, twendeni. Hakumwambia hata Nabali. Wakati yuko njiani anateremka, anakutana na Daudi, ndio yuko na jeshi, anakuja kuangamiza mji wote na watu wote. Akashuka, akaanguka chini, akamwomba,
akamwambia, uovu wote uwe juu yangu. Mimi sikujua wakati hawa watumishi wako walipokuja. Mimi sikuona bwana wangu, watumishi wa bwana wangu walipokuja. Lakini huyu mtu umwone hivyo hivyo, ni mpumbavu kama jina lake lilivyo. Yeye anaitwa Nabali, mpumbavu, na ni mpumbavu kweli. Nabali mpumbavu, mtu mpumbavu, asiye na upendo, mtu asiyefaa. Lakini mimi walipokuwa wanakuja sikuona wala sikujua. Kwa hiyo Bwana, kama nitapata kibali machoni pako, nimekuja na vyakula hivi, vipokewe, watumie watumishi wako, wale watumishi wako na Bwana wangu, ukasamehe kosa hili la mtumishi wako, ukaokoe nyumba ya mtumishi wako, kwa sababu tumekukosa. Pokea hivi vitu, kwa kuwa wewe ni Masihi wa Bwana. Usimwage damu kwa mikono yako. Mungu amekuzuia usimwage damu. Wewe ni Masihi wa Bwana, na siku ambayo Bwana atakutendea mema, umkumbuke mtumishi wako. Abigaili anaomba, umkumbuke mtumishi wako, yani yeye. Kwa hiyo kwa maneno hayo na kwa chakula kile, akazuia ghadhabu ya Daudi, akazuia ghadhabu ya mfalme Daudi, ya Masihi wa Mungu. Daudi akasema, ahimidiwe Mungu wa Israeli, aliyenizuia mimi kutenda ubaya huu kwa kukuleta wewe, na ibarikiwe hekima yako wewe Abigaili, maana pasipo wewe kuja, leo nilikwisha kusema, kuanzia mkubwa mpaka mtoto mchanga wote na chinja, kwa sababu nimelipwa mabaya badala ya wema. Nilitenda wema, nimelipwa mabaya. Angalia, anamwambia nenda nyumbani kwako sasa. Nenda, rudi nyumbani. Nimesikiliza maneno yako na uso wako nimeukubali. Abigaili anachukua watumishi wake, anarudi nyumbani. Sasa kuna amani. Kifo kimezuiliwa. Kimezuiliwa kwa nini? Upendo. Kifo kinazuiliwa kwa upendo. Ghadhabu, angalia, Abigaili kupitia upendo anazuia ghadhabu ya Masihi wa Mungu, anazuia ghadhabu ya Mungu kuangamiza nyumba ya Nabali. Kupitia upendo huu, matendo mema ya upendo, kumpa chakula asiye na chakula, kumpa maji asiye na maji, anazuia ghadhabu ya Mungu kuangamiza watu wote walio chini ya nyumba ya Nabali. Wanapata neema kupitia upendo, wanakubalika. Maovu yote yaliyo ndani ya nyumba ya Nabali yanafunikwa kwa huu upendo wa Abigaili. Damu ya Yesu Kristo. Nyumba ya Nabali na watu wake wote ni wenye dhambi, lakini dhambi inafunikwa kwa upendo wa Abigaili kwa Daudi, Masihi wa Mungu. Hii maana yake ni wakati mwingi sisi tunakosea, tuna uovu, lakini ni upendo pekee kwa ndugu zetu ndio unaoweza kufunika uovu wetu mbele za Mungu. Ni upendo tu pekee ndio unaoweza kuzuia ghadhabu ya Mungu. Abigaili anazuia ghadhabu ya Bwana, kumwangamiza Nabali na watu wote walio ndani ya nyumba ya Nabali. Upendo, upendo kwa ndugu, upendo kwa adui, upendo kwa Mkristo mwenzako. Kwa jina la Yesu Kristo, unazuia ghadhabu ya Mungu zidi ya watu wako, zidi ya wewe mwenyewe. Kama Abigaili asingefanya hivi, hii inamaanisha Nabali angekufa na watumishi wake wangekufa na Abigaili mwenyewe angekufa. Lakini upendo wa Abigaili unazuia ghadhabu ya Mungu kwa Nabali mpumbavu na watumishi wote, na Abigaili mwenyewe anapata kibali mbele za Mungu. Unastahili kuishi. Mauti ilikusudiwa, lakini mauti inazuiliwa kwa upendo. Hakuna mtu anayeweza kuizuia mauti Bwana akisha kuiratibu isipokuwa upendo. Upendo ndio ni nguvu ya kuzuia ghadhabu ya Mungu. Damu ya Yesu Kristo. Wakristo wanatakiwa kujua tunakengeuka tukiwa hapa duniani, tunakosea mengi,
lakini tumepewa amri ya upendo, kuzuia ghadhabu, kumfurahisha Mungu, kumpendeza Mungu na kusahau uovu wetu. Upendo. Hii ndiyo maana Yesu Kristo anasema sameheaneni. Unapokuwa katika ibada, unapokuwa katika kunicha mimi, kumcha Mungu, ujue kusamehe. Unapojua kusamehe, ndio unafanya matendo mema ya upendo. Ujue kumsaidia ndugu yako asiye na riziki, mpe riziki. Abigaili anawapa watu wa Daudi riziki, anawapa chakula wenye njaa. Abigaili anawapa maji ya kunywa wenye kiu. Abigaili anawapa walio uchi nguo ya kuvaa. Ndio upendo. Upendo unabadilisha mauti kwenda kwenye uzima. Ulikusudiwa mabaya, lakini kwa njia ya upendo wa Yesu Kristo uzima unakusudiwa. Uzima unakuwa kwetu. Uzima unatawala. Kwa sababu gani? Tunao upendo wa Mungu. Angalia, hata mwovu anapata nafasi ya kuishi kwa sababu ya upendo. Hata yeye aliyekusudiwa mabaya anapata kuishi kwa sababu ya upendo. Upendo ni nguvu. Watu wasidharau upendo, kwa sababu Mungu ni upendo. Unapofanya amri ya upendo, unakuwa kama Mungu mwenyewe. Kwa hiyo hasira ya Daudi inakoma zidi ya adui yake. Hasira ya Daudi inaisha ndani ya moyo wake zidi ya adui yake kupitia upendo wa Abigaili. Kwa hiyo Abigaili alipoonyesha upendo, ingawa Daudi anataka kumwangamiza Nabali adui yake, lakini upendo una nguvu ukazuia ghadhabu. Hii maana yake nini? Daudi ni mfano wa Yesu Kristo. Yesu Kristo ana ghadhabu na watu wasio na upendo, watu wa nuru, watu wa giza, wapinga Kristo. Lakini upendo, kama watu watachukua, ndio ni wenye dhambi, wao ni wenye dhambi, lakini kama watashika amri ya Yesu Kristo, upendo, Yesu Kristo anasamehe dhambi zao, kwa sababu atauona upendo wake. Ndio ni wenye dhambi, lakini ili kusamehewa dhambi, ili kuishi, ni lazima uwe na upendo. Upendo wa Yesu Kristo. Upendo ni nini? Kumpa chakula asiye na chakula. Upendo ni nini? Kumpa maji asiye na maji, aliye na kiu, kumpa nguo aliye uchi, kumtazama mgonjwa kwa msaada. Huu ndio upendo. Kumtazama mtu kifungoni aliyefungwa, kuwaombea adui, kuwabariki adui. Huo ndio upendo. Kama tukionyesha upendo huu, tunayo nguvu ya kuzuia ghadhabu ya Mungu zidi yetu sisi. Damu ya Yesu Kristo. Kupitia upendo, Daudi anambariki Abigaili, anambariki Abigaili, anawabariki watumishi wake walio chini yake. Daudi akapokea chakula, akapokea maji ya kunywa, akapokea nguo ya kuvaa. Daudi anapokea matendo mema ya upendo kutoka kwa Abigaili, akambariki. Unastahili kuishi wewe na nyumba yako. Upendo. Hata kama mauti imezunguka katika nyumba yako, lakini ukiwa na amri ya Kristo, amri ya upendo kwa ndugu, kwa jamaa, mauti inaondoka, kwa sababu Mungu ataamuru mauti iondoke na uzima utawale. Kama kuna mgonjwa au kuna dhiki, kuna magumu ndani ya familia yoyote ile, basi ili kuzima hayo yote na wewe kushinda, amri ya upendo unatakiwa kuishi nayo. Mpende jirani, mpe chakula asiye na chakula, mpe maji ya kunywa aliye na kiu. Huo ndio upendo. Damu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo anasema tupendane, kwa sababu anajua katika mwili huu sisi tunakengeuka, na katika kukengeuka kwa makosa mengi, upendo ndio utakao tusitiri mbele za Mungu. Mtume Petro anasema upendano husitiri wingi wa dhambi.
Na ndiyo maana ukisoma katika kitabu cha Methali sura ya 10 mstari wa 12 unasema hivi, tusome Methali 10 mstari wa 12, anasema kuchukiana huondokesha fitina, bali kupendana husitiri makosa yote. Kupendana husitiri makosa yote, lakini kuchukiana huleta fitina. Kuchukiana huleta ugomvi, huleta mauti, lakini kupendana husitiri makosa yote mbele za Mungu. Damu ya Yesu Kristo. Nabali na nyumba yake walimkosa Daudi na watumishi wake, lakini kupitia upendo wa Abigaili makosa yote yakasitiriwa. Nabali na nyumba yake wamemtenda vibaya Daudi, lakini kupitia upendo wa Abigaili makosa yote yakasitiriwa. Upendo una nguvu kuliko makosa. Damu ya Yesu Kristo. Kuchukiana huleta fitina. Nabali anamchukia Daudi, anawachukia watumishi wa Daudi. Kilichokuwa kinamfuata mauti. Wako watu wanawachukia Wakristo, wako watu wanawachukia watu wa Mungu. Hata Wakristo wengine wanawachukia wengine wasio hata Wakristo. Kuna watu wasio Wakristo wanawachukia Wakristo. Kuna Wakristo wanawachukia ndugu zao Wakristo, na hata wengine pia wasio Wakristo. Wajue nyuma yao iko mauti. Nabali anamchukia Masihi wa Bwana Daudi. Nabali anawachukia watumishi wa Daudi. Kilichokuja nyuma yake bila yeye kujua ni mauti imemzunguka. Kwa sababu gani? Hana upendo. Kama huna upendo kwa ndugu yako, kama huna upendo kwa adui, ujue ni mauti pekee ndiyo iliyokuzunguka. Nabali hajui kama mauti imemzunguka. Nabali hajui kama anakuja kuchinjwa, anakuja kuuawa. Anastarehe, yeye anaona kwamba ameshinda, lakini Nabali kweli amezungukwa. Daudi anakuja na panga na jeshi la watu 400. Kwa sababu gani? Hana upendo. Amewatukana watumishi wa Daudi, amemtukana Daudi, asijue mauti imemzunguka. Damu ya Yesu Kristo. Alipokuja kujua, aliduaa. Daudi alikuwa anakuja kuniua. Daudi alikuwa anakuja. Leo ungechinjwa wewe na familia yako. Damu ya Yesu Kristo. Mungu anatufundisha tusiwe watu kama watu wa giza, tusiwe watu kama watu wa Ibilisi, watu wa kuzimu, wana wa usiku. Sisi tumpende jirani yetu, tuwapende Wakristo wenzetu, tuwapende mpaka wasio Wakristo, tuwapende mpaka adui zetu. Hapo tunafanya nini? Ni uzima ndio unaotuzunguka. Kwa hiyo Bwana anafanya kazi kutupatia uzima. Hata kama adui anapanga mipango mingine mibovu, ujue wewe umezungukwa na uzima wa milele na baraka zote. Kama ukiweza kumsamehe adui yako, kama ukiweza kumbariki adui yako, kama ukiweza kusamehe yote unayofanyiwa, ujue uzima na baraka zote za Mungu zimekuzunguka. Huyu ndio Abigaili. Lakini kama unawachukia adui zako, unawapenda tu watu wa nyumbani kwako, unachukia adui, unamchukia jirani yako, unamchukia kila mtu unarani, ujue ni mauti pekee imekuzunguka. Kwa ghafla itakujia. Damu ya Yesu Kristo. Imani yetu, tumaini letu. Wakristo hatutakiwi kuishi kama Nabali. Wakati Daudi anamruhusu Abigaili, nenda kwa amani, tayari mauti imeondoka, uzima umetawala, baraka zimetawala. Lakini vipi kwa habari ya adui? Kila mtu asiye na upendo kwa ndugu, upendo wa Yesu Kristo, asiyetenda matendo mema kwa jina la Yesu Kristo, anayechukia adui, anayechukia watu wengine, ajue atakachovuna siku zote ni mauti. Damu ya Yesu Kristo. Hakuna kingine utakachokivuna. Unalani adui yako, unapanga mipango ya kumuua adui yako, ujue hiyo mauti unayopanga ni yako mwenyewe.
Hiyo laana unayolani ni yako mwenyewe. Nabali anamlani Daudi na watumishi wake. Kilichompata ni Mungu alikuja kumuua. Mungu mwenyewe akaenda kumwangamiza. Kwa sababu gani? Hana upendo. Akamuokoa Abigaili. Kwa sababu gani? Nabali hana upendo kwa ndugu, hata kwa watu wake. Kwa hiyo alichokipata ni mauti tu. Abigaili ana upendo kwa Bwana, ana upendo kwa Daudi masihi wa Bwana, ana upendo kwa watu wa Daudi. Anawapa chakula wenye njaa, anawapa maji ya kunywa wenye kiu, anawapa nguo wasio na nguo, walio uchi. Kilichomkuta ni uzima na kubarikiwa, akawa sasa mke wa Daudi, akazaa manabii. Baraka kubwa hiyo. Siku zote ukimpenda adui yako, ukimpenda jirani yako, ukimwombea adui yako, ukimbariki adui yako, Mungu anakubariki wewe. Anakuzungushia uzima wewe, anakupa maisha marefu wewe, na adui anayekuchukia atamuua tu, kwa sababu hana upendo wake. Mungu anawapenda adui zake, anawapenda na watoto pia. Kwa sababu gani? Mungu anawapenda wasiomwabudu na wanaomwabudu. Anawapa jua wanaomwabudu na wasiomwabudu, wanaomtukana na wanaomtii, wanaomtukuza. Anawapa mvua wanaomtukana, anawapa uzima wanaomtukana, aliwaumba lakini wanamtukana. Anawapa chakula, anawapa uhai, anawapa mvua, wanalima, wanakula, wananenepa. Anawapa wote. Huu ndio upendo wa Mungu. Mungu anataka tuwe na upendo huu ambao yeye anao, na ndio hapo tunaitwa sisi ni wana wa Mungu. Damu ya Yesu Kristo. Faida ya kuwapenda mpaka adui ni wewe kuzungushiwa wigo wa uzima na baraka. Abigaili anabarikiwa na anaenda kuwa sasa mke wa mfarume. Anaenda kuwa mke wa mfarume. Hii maana yake nini? Daudi anawakilisha Kristo na sisi ndio wake wa Kristo. Kama tukiwa na upendo kama wa Kristo mwenyewe, tutazima ghadhabu ya Kristo pale tunapokosea, pale tunapokuwa tunakengeuka. Upendo kwa ndugu zetu. Damu ya Yesu Kristo. Kuchukiana huleta fitina, huleta ugomvi, huleta mauti. Methali 10 mstari wa 12. Na kupendana hufukia, husitiri makosa yote. Yesu Kristo anasema pendaneni, wapendeni ndugu zenu, wapendeni adui yenu, waombeeni adui zenu, akiwa na maanisha upendo ni wigo. Tukiwa na upendo wa Kristo kwa ndugu zetu, tumejizungushia baraka zote za mbinguni, tumejizungushia uzima wa milele. Wao wanaotuchukia ndio watakaopata laana wanayozalani, watakaopata mauti wanayoipanga. Kila kitu Nabali alipata alichokitaka. Damu ya Yesu Kristo. Basi tujifunze kuwa na upendo, tujifunze kuwakumbuka ndugu zetu waliokuwa ambao wamepungukiwa na riziki. Tukumbuke kwa jina la Yesu Kristo, itoke moyoni. Msaidie mtu mwenye njaa, mpe maji aliye na kiu, ukamtazame mgonjwa kwa msaada. Tusisahau kukaribishana, maanake Ibrahim alikaribisha Mungu ndani ya nyumba asijue. Damu ya Yesu Kristo. Neno letu, upendo husitiri wingi wa dhambi. Upendo husitiri makosa yote. Upendo ni nguvu ya kuzuia ghadhabu ya Mungu kwetu sisi. Upendo unaokoa wengine. Upendo, tukiwa na upendo kwa watu wengine, tunazungushiwa baraka zote za Mungu na uzima wa milele. Damu ya Yesu Kristo. Imani yetu, tumaini letu. Mungu awabariki sana. Amen.